Kanisa la Pentecost Assemblies of God PAG Tanzania limepanga kupanda makanisa 10,000 ndani na nje ya Tanzania kwa kipindi cha miaka 6 kuanzia sasa. Mkurugenzi wa idara ya umisheni na uinjilisti wa kanisa hilo taifa, ambaye pia ni askofu wa kanisa la PAG kanda ya Nyanda za Juu Kusini mkoani Mbeya, ameiambia chaneli hii muda mfupi baada ya kongamano la umisheni na uinjilisti lililofanyika hivi karibuni jijini Dodoma. Baada ya tukio hili, sasa ni kuanza hatua za awali wa kutekeleza yale mambo tunayoyatarajia, kwa sababu tulikuwa tunawaza by mwaka 2031 tuwe na zaidi ya makanisa 10,000. Lakini kuanzia hapa, baada ya kuwaita hawa, wamebadilisha neno lile la 10,000. Wanasema inakwenda kuwa zaidi ya 10,000. Sasa tunaanza kuzungumzia 10 ya makanisa yanayokwenda kupandwa ndani ya miaka 6 iliyoko mbele yetu kuanzia sasa. Mkurugenzi huyo wa idara ya umisheni PAG taifa akaongeza kuwa lengo si kupanua kanisa tu. Msikie mwenyewe. Na lengo la kupanda makanisa haya si kupanua ukubwa wa dhehebu, lakini tunasukumwa na moyo wa umisheni. Unajua moyo wa umisheni ni nini? Kusudi la Mungu kubwa kumleta Yesu duniani ni kwamba Yesu atengeneze uwezekano wa mwanadamu aliyefungwa, mwanadamu aliyepotea, mwanadamu aliyepoteza uhusiano wake na muumba wake. Mwanadamu huyu arejeshwe kwa taarifa. Kwa hiyo hii ni kazi kubwa ambayo tunatamani kila mmoja asikie, kila nafsi iliyoko Tanzania isikie ya kwamba Yesu ameshakomboa mwanadamu, na mwanadamu huyu kama bado amefungwa kwenye ulevi, amefungwa kwenye madawa ya kulevya, tunaona vijana wetu wanaharibiwa. Sasa kusudi na msukumo unatusukuma tuwafikie kila nafsi, wafunguliwe, watoke kwenye vifungo hivi, ulevi, uharibifu mwingi unaotokea, uasi, maadili yaliyomomonyoka. Tunataka kuona ya kwamba mwanadamu anarudi awe na sura ya Mungu na mfano wa Mungu. Baadhi ya washiriki wa kongamano hilo wakapata muda wa kuzungumza machache, huku wakijinasibu kwenda kufanya vizuri kwenye makanisa yao. Kwa majina naitwa Devota Bonaventura Miranzi, nimetokea jimbo la Morogoro. Mimi ni mjumbe na ni mkurugenzi wa idara ya watoto. Nimekipata kikubwa zaidi pia ni kuhakikisha kanisa tunalifundisha juu ya maombi. Wakati mwingine tunaomba lakini tunakuwa hatuombi vizuri. Kuna mambo mengi ambayo nimejifunza kwa habari ya maombi, kuwafundisha washirika wetu namna ya kuomba na namna ya kuweza kujisimamia ili tuweze kuwa moto. Tukiishia tu kuona washirika wetu ni kama kondoo tu wa kawaida, tusipowafundisha kuomba, kuwa watu wa ibada, kuhubiri injili, kufanya kazi ya Mungu, unakuta makanisa wachungaji wanaelemea, maana wanafanya shughuli nyingi. Lakini tukiwatengeneza washirika wetu vizuri, ambacho nimekipokea, hao ndio watatusaidia katika kuhakikisha kanisa la Mungu linajaa, na hao ndio watatoka kwa ajili ya kwenda kupanda makanisa, na sisi tukiwa kama tunawasupport. La tatu, kutoa kwa ajili ya injili. Na nicho kibeba kabisa. Unajua tumekuwa Watanzania wengi wa kutegemea sana misaada kutoka nje, kwamba tuwapate wamishonari kutoka Amerika, kutoka hapa Canada, kutoka nchi mbalimbali za nje kutuletea ufadhili hapa ili waweze kutusaidia kupanda makanisa. Lakini kutokana mtumishi wa Mungu Pastor 20 alivyozungumza, nimejifunza kitu kikubwa sana, kwamba sisi wenyewe tunaweza kupanda makanisa na tunaweza kujenga makanisa. Anachokihitaji Mungu ni kuchukua hatua, kama vile ambalo tuwa mfano hata kwa mtumishi wa Mungu ambaye ni Yoshua, pale ambako Mungu alimsemesha juu ya habari ya mto Jordan na akakubali. Alipochukua tu hatua ndiko yale maji yalijigawa. Bwana Yesu asifiwe. Majina yangu naitwa Debora Albinus. Nimetokea mkoa wa Morogoro. Mchungaji anaweza akamzaa mchungaji mwenzake, na kondoo kuzaa kondoo, na mshirika kuzaa mshirika. Hii imetusaidia kuona ya kwamba inaweza ikatusaidia
kufanya makanisa yakapandwa mengi kwa wakati mmoja, na mchungaji anapozaa mchungaji mwenzie, ile inamsaidia yeye makanisa kuwa mengi na ufalme wa Mungu kupanuliwa. Mimi naitwa Mchungaji Emmanuel Umbu toka jimbo la Arusha, na kwa nafasi yangu nyingine ambayo inisababisha niwepo kwenye kongamano hili la Pentecostal Assemblies of God Tanzania hapa Dodoma, ni mkurugenzi wa idara ya vijana jimbo la Arusha. Tuondokane na mtazamo na fikra fulani ambazo wakati mwingine shetani alikuwa akizitumia, ya kwamba tuweze kuridhika na hatua hizi tu za kuomba na kufundisha, lakini bali pia tuweze kuondokana na mapokeo, desturi ambazo huwa wakati mwingine tumekuwa tukiendelea nayo katika huduma yetu, na hiyo ndio imetusababisha makanisa yetu kipindi kirefu yasiweze kuongezeka zaidi. Basi mimi ninaamini kabisa baada ya hapa tunapoondoka, kwa sababu pia tunahitimisha, kwa kila mmoja kuahidi kwamba anapoondoka hapa anakwenda kufungua kanisa zaidi ya 2-3, na wengine wameahidi kufungua makanisa mpaka 4 ndani ya mwaka huu. Machi 25 mpaka 27 zilitosha kuwafua viongozi hao wa ngazi za juu kabisa wa PAG Tanzania, wakiwemo maaskofu wa majimbo, waangalizi wa mikoa na wilaya, wakurugenzi wa idara mbalimbali, wachungaji na maaskofu wastaafu. John Israel, Banda Media, Dodoma.